Injili siku zote sio kutatua matatizo. Tuhubiri msalaba pia na kuwakabidhi. Kuna hatari inawezekana kwamba tukapunguza Injili. Labda tuchukue picha ya kitabu cha pili cha Makabayo sura ya 6 mstari wa 18 mpaka 20 na hata ule wa 7 mpaka 27. Pale wana wa Makabayo walipingana na wale ambao walitaka kuharibu mila na desturi za Wayahudi. Mila na desturi za Wayahudi. Mara nyingi pale inaonekana kama wale watoto 7 walikufa, au wale akina Eliaza walitakiwa kufa, alikufa kwa sababu tu ya kukataa nyama ya nguruwe kitimoto. Si dhambi kubwa hivyo. Wengine hapa wanaisubiri baada ya misa hiyo. Alafu sasa unajiuliza hao watu walikufaje hao? Na wengine mapadi hapo wana mazizi makubwa ya nguruwe huko kwao huko. Wale walikuwa wanalinda mila na imani ya Kiyahudi, na walikuwa tayari kufa kwa mila na imani ya Kiyahudi. Kusoma katika ile kitabu cha Makabayo, walikuwa wanapingana na kitu kwa neno la Kiingereza inaitwa soft despotism, ambayo mpaka leo inaendelea katika kanisa. Kuna watu wanaingiza vitu havitakiwi ili kuidhoofisha kanisa. Kuidhoofisha kanisa. Tusipohubiri ukweli, tusipohubiri Injili, tunaidhoofisha kanisa. Kwa hiyo turudi kwa Mungu wetu, turudi kwa utambulisho wetu mwaka wa jubilei. Ukiangalia katika kile kitabu cha Makabayo, walianza na wale wakubwa kina Eliaza. Kwa hiyo kuna hatari wakati mwingine kudhoofisha kanisa. Watu wanaweza kuanza kudhoofisha wale walio wakubwa. Wanaweza kuanza hapa altareni. Najua wazee baadaye wataniuliza nani hapa ulikuwa unamonyesha. Lakini wanaweza kuanza popote. Wanaweza kuanza hapa altareni. Baadaye wakaja huko, kwa ndugu zangu huko, nyinyi huko. Masista sijui nyinyi mtachukua namba ya ngapi, lakini na nyinyi mtafikiwa tu. Waseminaristi nao nyinyi mpo tu. Nao mtaguswa. Wanaanza na wale wakubwa, soft despotism, kudhoofisha. Na wanafanya hiyo makusudi. Mtakatifu Agustino anasema mchungaji dhaifu atamwangusha muumini aliye na nguvu sana. Atashindwa kufanya inayotakiwa. Kwa hiyo turudi kwa Mungu wetu, tusikubali kanisa lidhoofishwe. Tulinde sacredness, usafi wa kanisa. Tulinde yale yote tunayopashwa ambayo kuyalinda kama wana hawa 7 wa Makabayo walivyoilinda kanisa. Kwa nafasi labda nikumbushe tu kwa lugha ya kawaida kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Bila kuamsha hisia za watu, nafikiri sisi tunaelewa nafasi yetu ya kanisa. Mapadi tufanye nini? Watawa tufanye nini? Kiongozi yeyote wa kanisa afanye nini? Kwa hiyo kimsingi sheria za kanisa ni wazi kuhusu padri au sister, kwamba mtawa, padri au kiongozi yeyote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria chochote. Kwa hiyo ni marufuku kwa padri, marufuku kwa watawa, marufuku kwenu nyinyi wa seminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa. Marufuku kubwa. Hatutakiwi kuonekana huko. Na ni vibaya watu kurubuni na kuhadaa watu
hao wahusika wakipita kwenye nyumba za kanisa, wakipita kwenye konventi za kanisa kwa hadaa na kwa rubuni, hiyo ni dhambi. Haipaswi kumrubuni mtu kitu ambacho afahamu. Unamkamata mnovisi, unamkamata mtawa moja mklara ambaye hata radio asikilizi, taarifa ya habari asomi, unamsomba tu, alafu unamwelekeza, unamfanyisha ile doctrination. Hiyo ni dhambi na ni makosa makubwa, marufuku. Kama watu wanaamini, marufuku kwenu wa seminaristi pia kuvaa t-shirt au kofia ya chama chochote cha siasa hata wakati wa mchezo. Marufuku hata kulala nayo usiku. Hata kama mgombea ni kaka yako. Silete unajisi kwenye kanisa, marufuku. Kama wahusika wanafikiri wana wafuasi huku, haina shida. Siku ya kupiga kampeni inaeleweka. Siku ya kupiga kura inaeleweka. Kama wewe ni mfuasi, basi kapiga kura siku hiyo. Isipokuwa tunakumbusha moja, kabla ya kwenda huko, tathmini kidogo dhamiri yako. Lakini dhamiri inaweza kuwa potofu isipokuwa na uelewa wa kutosha. Nafikiri hapa kuna mapadi moralist wataelewa zaidi hilo na wanaweza kutuongoza katika hilo. Tuachane na dhamiri potofu, erroneous conscious. Lazima conscious iwe very clear. Dhamiri yako itakuwaje safi na kamili? Kwanza uwe na uelewa wa kutosha